Bila shaka utakuwa umekutana na picha ama video za huyu binti kwenye mitandao ya kijamii ambaye alikuwa askari ama mwanajeshi wa jeshi la Tanzania JWTZ, ambaye hivi sasa watu wengi wamempa pole kwenye mitandao ya kijamii kutokana na kile ambacho kimetokea muda mfupi ama ndani ya siku hizi chache zilizopita mpaka anakuja kupata umauti. Sasa watu wengi wanajiuliza binti ni nani na amepatwa na kitu gani mpaka inakuja kutokea trending ya kiwango kikubwa sana, kwa sababu ukimwangalia nadhani utamuona mwenyewe binti hana umri mkubwa wa kiasi hiko, yani binti mdogo kabisa huyo. Naamini hata miaka 25 au 30 hajaweza kufikisha, lakini umauti umeweza kumkuta. Jina lake anaitwa Edita Mbawala, hilo ndo jina lake rasmi. Details zingine hawezi kuziweka wazi kwa sababu alikuwa ni askari wa jeshi, kwa hiyo hawezi kuachia kila kitu kiweze kuwa hadharani. Kwa hiyo watakuwa wanaficha baadhi ya vitu vingi, lakini kwa watu ambao wanamjua, utambulisho wake mkubwa ni huo, alikuwa mwanajeshi wa jeshi la wananchi Tanzania, yani JWTZ. Sasa watu wengi wanajiuliza kifo cha huyu binti imekuwaje? Huyu binti anaelezwa alivuka vikwazo vyote vya wanajeshi na rasmi akawa ni mwanajeshi ambaye anatulindia amani katika nchi yetu, na anavuka mipaka kwenda sehemu mbalimbali kuhakikisha raia wa Tanzania wanaheshimika, raia wa Tanzania wanakaa kwa amani. Kwa ufupi, binti alikuwa halali usingizi wa raha kwa sababu ya kwangu mimi na kwa sababu ya kwako wewe, lakini umauti haumwangalii mwanajeshi au mwangalii raia wa kawaida yoyote, inaweza kupita naye. Inaelezwa kuwa kupitia taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa, binti huyu alikuwa yupo mazoezini, alikuwa anafanya mazoezi ya kawaida ya kudive, yani kwenda chini ya maji ukiwa na mashine. Kikubwa ni kupima upumzi na vitu vingine mbalimbali kwa watu ambao wanafanya mazoezi ya kwenda chini ya maji na kuzama chini, nadhani watakuwa wanaelewa vizuri sana. Sasa inaelezwa huyu binti tangia alivyo dive hakuweza kurudi tena juu, zaidi amerudi juu akiwa maiti tu, jambo ambalo watu wengi sasa limewacha mdomo wazi na kuuliza maswali mengi zaidi ambayo yanakosa majibu ya moja kwa moja. Nadhani bendera ya Tanzania ndio maana umeona imewekwa kwenye kaburi lake, kwenye jeneza lake, ikiashiria ni mwanajeshi wa Tanzania na ni raia ambaye ni askari ambaye alipigania kwa kiwango kikubwa sana. Hii ni moja ya hatua ambazo akiwa mazoezini, na baadhi ya picha ambazo zilikuwa zinaonekana sasa hivi zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kila mmoja ametoa pole kwa namna yake na kila mmoja ameguswa kwa namna yake katika msiba huu, na mimi ni mmoja wapo ambao nimeguswa. Hata Locha Media ni sehemu moja wapo ambao tumeguswa na msiba huu, kwa sababu kama nguvu kazi ya taifa letu imeweza kuondoka, mimi ninaumia. Wewe ni nani usiweze kukwazika na usiweze kuumia? Binti mdogo ambaye angeenda kutulindia nchi yetu, angeenda kupambana kwa nafasi kubwa na kutufanya tuendelee kukaa na amani ambayo tumeendelea kukaa nayo kwa zaidi ya miaka 60 kwa sasa, lakini umauti umeweza kumchukua. Nadhani kwa ufupi taarifa ambayo inamuhusu Edita Mbawala ni hiyo, na kwa sasa binti huyu hatupo naye tena, na maisha mengine labda tutaenda kutana naye. Kikubwa ni kumwombea tu kwa watu ambao wana imani kama kuna maisha mengine baada ya hapa, wamwombee ili akapate kuwa na maisha mema huko mbeleni, kwa sababu vita amepigana na maisha ameishi vyema sana na mwendo ameumaliza hivi sasa. Edita Mbawala, sisi tulikupenda, lakini Mwenyezi Mungu amekupenda zaidi. Unakoenda na sisi tutakuja pia, ukawe na wakati mwema uko uendako.